Mashindano kati ya nchi za Magharibi na China kuhusu madini ya thamani kubwa, metali muhimu na rasilimali za nishati barani Afrika yanaongezeka kwa kasi na kufanya bara hili kuwa kitovu cha awamu mpya ya ushindani wa kisiasa na kiuchumi duniani. Kuongezeka kwa mahitaji ya vifaa vinavyotumika kwenye magari ya umeme, mifumo ya nishati mbadala, teknolojia za kisasa na teknolojia za ulinzi kumesababisha nguvu kubwa za kigeni kuongeza uwekezaji na kuanzisha ushirikiano wa kimkakati katika nchi za Afrika zenye rasilimali kama vile cobalt, lithium, shaba, graphite, madini ya thamani kubwa, mafuta na gesi asilia. Wataalamu wanasema kwamba ushindani huu unabadilisha jinsi diplomasia, fedha na viwanda vinavyoshirikiana barani Afrika. China ina nafasi ya kuongoza kutokana na uwepo wake wa muda mrefu katika sekta ya madini na maendeleo ya miundombinu barani. Kampuni za Kichina za serikali na binafsi zina hisa kubwa katika mashamba makubwa ya madini na zimewekeza kiasi kikubwa katika reli, bandari na miundombinu ya nguvu inayohusiana na maeneo ya uchimbaji. Wataalamu wa sekta hii wanasema kuwa nguvu ya China pia ipo katika uchakataji wa madini, ambapo malighafi mengi ya Afrika hubadilishwa kabla ya kuingizwa kwenye mnyororo wa uzalishaji wa kimataifa. Nchi za Magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani na washirika wake wa Ulaya zimeongeza juhudi za kupanua vyanzo vya madini muhimu na kupunguza utegemezi kwa mitandao ya uchakataji inayodhibitiwa na China. Miradi mipya ya kifedha, ushirikiano pamoja na ushirikiano wa kimitaji katika madini umeanzishwa kusaidia miradi ya madini na nishati chini ya mifumo ya uwazi na utawala bora. Wataalamu wanasema ushindani huu na matokeo mchanganyiko kwa nchi za Afrika. Kwenye masuala ya uhuru wa kitaifa, serikali za sasa zina nguvu zaidi ya kujadiliana kutokana na ushindani wa nguvu nyingi kupata rasilimali. Nchi kadhaa zimechukua hatua za kurekebisha sheria za madini, kuongeza viwango vya kodi na royalty na kudai ushiriki mkubwa zaidi wa serikali au jamii za mitaa. Hata hivyo, bado kuna hofu kuhusu makubaliano ya muda mrefu, mikataba isiyo wazi na mikopo inayounganishwa na rasilimali, ambapo inaweza kupunguza uhuru wa sera za kitaifa. Hatari za mazingira pia zimeongezeka sambamba na ukuaji wa uchimbaji madini muhimu na madini ya thamani kubwa unahusisha matumizi makubwa ya ardhi, michakato ya kemikali na taka hatari, jambo linaloongeza uwezekano wa kuharibu maji na udongo pale ambapo ufuatiliaji na udhibiti ni dhaifu. Kuongezeka kwa uchimbaji wa madini wa asili, artisanal mining, mara nyingi bila usimamizi, umeongeza uchafu na hatari za usalama katika baadhi ya maeneo yanayochimbwa madini. Faida za kiuchumi kwa jamii za mitaa zinatofautiana, ingawa miradi ya rasilimali inaleta uwekezaji wa kigeni, mapato ya kuuza nje na miundombinu. Miradi mingi na ya mtaji mkubwa hutoa ajira chache za moja kwa moja. Wataalamu wa uchumi wanasema bila uwezo wa uchakataji na viwanda vya ndani, uchumi wa Afrika unaweza kuendelea kuuza malighafi wakati faida kubwa zaidi inazalishwa nje ya bara. Watunga sera wa kikanda sasa wanahimiza mikakati ya kuhamasisha uchakataji wa madini ndani na viwanda vinavyotengeneza madini ili kupata faida kubwa zaidi kiuchumi. Serikali kadhaa zimeongeza juhudi za kushirikiana miundombinu kwa pamoja na kuweka makubaliano makali ya manufaa kwa jamii zinazozunguka maeneo ya uchimbaji. Kwa kuwa malengo ya dunia ya mpito wa nishati yanakaza mahitaji ya rasilimali muhimu, wataalamu wanatarajia ushindani wa kisiasa na kiuchumi katika sekta ya uchimbaji na nishati barani Afrika kuendelea kuimarika. Matokeo muda mrefu, wanasema, yanategemea zaidi ubora wa utaalamu, utekelezaji wa kanuni na jinsi nchi zitakavyobadilisha utajiri wa rasilimali kwa maendeleo ya kimaendeleo kwa wananchi. Hii ni ripoti ya Media Express na mimi ni Hassan Magulumali.